Dr. Nestori Masaru ni daktari bingwa wa magonjwa ya saratani na ni mkuu wa idara ya saratani hapa Bugando. Mtu anaposikia saratani ya mapafu basi afahamu kwamba ni ugonjwa ambao umetokea kwenye mapafu yake, na kinachotokea ni mgawanyiko wa chembechembe za mapafu ambazo zinashindwa kufa na kusababisha uvimbe, ambao ule uvimbe unaweza ukawa kwenye mapafu hayo mojawapo au yote mawili, lakini vile vile hiyo saratani ikasambaa kwenda sehemu nyingine. Saratani ni ugonjwa ambao unahama kutoka pale ulipoanzia na kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo inaanzia kwenye mapafu, inaenda kwenye pafu nyingine na itakwenda kwenye viungo vingine. Ndio saratani yenyewe. Mgawanyiko unatokea bila mpangilio kwa sababu ya kuharibika kwa vinasaba, kwamba cha kwanza huwa tuna vitu vinavyosababisha chembe zigawanyike kwa jinsi ambavyo tunakuwa, miili yetu inakuwa, chembe zinagawanyika ili tukue, lakini hivyo vitu vinavyosababisha chembe zikue katika miili yetu vinapokea taarifa, sasa kueni, sasa acheni. Sasa vinashindwa kufanya hiyo, vinakuwa tu. Halafu kwenye miili yetu vile vile kuna vitu ambavyo vinazuia chembe ambazo zinakuwa zisiingie kwenye mfumo wa kukua, hivyo na vyenyewe vinashindwa kuzuia. Lakini kwenye miili yetu vile vile kuna vitu ambavyo vinafanya chembe ambazo zimezeeka zife, hizo na zenyewe zinashindwa kufanya kazi. Kwa chembe zinaingia kwenye kukua bila kuzuiwa na bila kufa, inasababisha uvimbe. Nini kinasababisha hicho? Ni kwamba hivyo vizuizi na hivyo vinavyosababisha kufa vinapata athari kutokana na mazingira, kutokana na kemikali, kutokana na maambukizi. Vikipata hayo basi vinaharibika. Visababishi viko vya aina nyingi ya saratani, lakini kikubwa kabisa ni uvutaji wa sigara. Kwenye sigara tuna kemikali zaidi ya 200, na kemikali kubwa sana inayosababisha saratani hapa ni formaldehyde. Aldehyde inaitwa na hiyo tunaivuta kwenye sigara. Tunaivuta direct, kwamba mvutaji anaivuta moja kwa moja, au tunaivuta wanaita passive, secondary, kwamba mimi navuta alafu ule moshi unaenda unawakuta watu wengine. Lakini cha pili ni kemikali. Kuna gesi inaitwa radon, iko kwenye mazingira yetu vile vile. Kuna kemikali ambazo tunazitumia kwenye uchimbaji wa madini, mercury, arsenic. Hizo ni kemikali tunazipata huko. Lakini vile vile kuna matumizi ya tuseme kuni katika upishi. Hii moshi inayotokea katika uchomaji wa miti. Sasa kwenye nyumba zile za mabibi zetu za nyasi zimefunikwa, alafu yeye anapika ndani, labda siku hiyo mvua inanyesha, ana mtoto mgongoni, hiyo moshi na yenyewe vile vile inaweza ikasababisha saratani hii ya mapafu. Kwa hiyo kwa kiasi kidogo sana kuna urithi. Hii saratani inaweza ikarithiwa kwa kiasi kidogo sana, lakini vile vile kuna maambukizi. Imeonekana kwamba maambukizi ya virusi kwa mfano vya ukimwi
yanaweza yakasababisha maambukizi mengine. Hayo maambukizi mengine yakatuletea saratani ya mapafu. Wamesema vile vile TB inaweza ikachangia kutokea kwa saratani ya mapafu. Kwa hiyo wale wanaokuwa katika hali rahisi sana ya kupata saratani, basi wanakuwa wamerithi kutoka kwa mzazi mmoja wapo ambaye anavuta sigara. Na wanasema kwamba kama wazazi wote wanavuta sigara, more common katika nchi za Ulaya, basi watoto wao watakapokuwa na umri mdogo sana watapata saratani ya mapafu, kulinganisha na wale watoto ambao wazazi wao hawakuvuta sigara kabisa. Nafikiria sababu ni smoking, hiki na hiki na hiki. Alafu ukamuuliza mtu akakwambia bana anakuja na saratani ya mapafu, anakwambia sijawahi kabisa, sijawahi. Tunawaona hata hapa kwetu, unaona kabisa, anakwambia nani, unakuta ni mama, wengi ni wanawake, non-smoker, females, middle age, yani hajavuta, mwanamke umri wa kati, ana saratani ya mapafu. Ile inatokea, kunakuwa na ni sayansi ngumu kidogo. Kuna kwenye chembe za mapafu kuna receptor inaitwa epidermal growth factor receptor. Epidermal growth factor receptor inakuwa mutated. Ikiwa mutated, basi ile itapokea information ya kukua, ni growth factor, kuongezeka kwa chembe ile kwa haraka zaidi kuliko ile ya kawaida. Kwa hiyo ikipokea hiyo taarifa, basi inakuwa haraka sana, zile chembe zinazaliana sana, halafu kumbuka hazifi, inatokea uvimbe, inatokea saratani ya mapafu. Tunaona kwamba kuna sehemu za mabara yetu sasa hivi yana baridi sana. Hizo baridi zinawafanya watu wavute sigara pakti nyingi sana, wakifikiri kwamba sigara zitawaletea joto, lakini kuna sehemu ambazo sasa hivi zina joto sana. Ile joto, kuna kitu kinaitwa heat mutation, kwamba chembe zinabadilika kutokana na hali ya joto. Zile chembe za mwili zinabadilika. Chembe za mwili zikibadilika, zinapokea taarifa kirahisi sana. Ile conduction between hizo chembe inakuwa kubwa kiasi kwamba zinazaliana haraka.